kupeleka kwa visiwa za Komoro. Leo jana usiku tumekuja kuleta habari kwamba tuko na ushahidi ya satellite imaginary pamoja na GPS. Na nyinyi ndugu zangu nimewaambia kwa ufupi, lakini barua ambayo nimeipeleka kwa CDF wa Tanzania ina kurasa 250 ambayo ina ushahidi zote hizi ambazo nimeweka hapa. Nadhani kwa sababu tu walikuwa nasikiliza na wanajua ile jambo wanafanya na ninayosema ni ya ukweli, wameamua kuziondoa zile maiti ambazo sijui wako na mpango nazo gani. Wanajaribu kuzamisha. Ninaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa sana, mshaurini huyu Samia Suluhu Hassan kwamba sasa hivi sisi hatupo wakati wa zama za mawe. Hatupo katika Stone Age. Huu ulimwengu tunaishi nayo ni ulimwengu ya science and technology. Na teknolojia sasa imekuwa kwa kiasi kwamba wanaamini inaweza kutatua kila tatizo ambayo iko kwa hii dunia. Tatizo lolote lile wewe unajua iko duniani, teknolojia ipo inaweza kutatua, isipokuwa kuzuia umauti tu. Na bado ziko theory tofauti zinasomesha na zinataka kujaribu kuthibitisha kwamba wako na uwezo ya kuzuia hiyo jambo. Hiyo si kazi yetu, tutaweka pembeni. Ninamuomba sana ile majamaa mpo hapa mnanisikiliza kwamba maiti ambazo leo kwa mamia na mamia mumejaribu kuziondosha ile sehemu ya mwanzo ambayo mumeweka na mkajaribu kuzigawagawa, msifanye hiyo mpango. Hiyo mpango hamuwezi kufanikiwa kwa sababu sisi tuko na satellite, tunawamurika hiyo mastori mnafanya. Tuko na GPS data, tupo na maps nzima ya hizo mastori mnafanya. Hii mambo mnazidi kufanya hizi mambo zikuwe mbaya na mbaya na mbaya na mbaya juu yake ikuwe mbaya zaidi. Ninaomba sana wale majamaa ambazo mko hapa chini, mmetumwa mkwe mnakuja kunisikiliza. Na maombi haya ninayatoa kwa onyo pia, kwa sababu ikifika kati ICC ikachelewa tu kidogo hivi kufungua hii kesi, mimi nita-upload hizi mambo zote bila ya kugopa nani atapata athari yoyote. Tutaweka public na tutawatumia watu kwa WhatsApp, kila mtu aone ni nini hii story iko. Na kwa sababu tu tutaki tukue tunai-paralyze nchi yetu kwa kiwango hiyo, ninaomba sana ndani ya masaa 24 hizi maiti muwape watu zao ambazo mshakuwa mmewaulia, waende wakafanye maziko kwa mujibu ile ya tamaduni za kwao, kwa mujibu ya dini yake mtu inataka vipi, kwa sababu hawa watu kwa macho yetu sisi ni mashujaa kuliko Karume, kuliko za kina Nyerere. Hawa jamaa ni mashujaa wetu. Please, ninaomba sana kwa mara ya mwisho kabisa, hii ushauri mnampatia Samia Suluhu Hassan ya leo saa 9 alfajiri dakika 23 mumejaribu kutoka na hizi maiti ambazo mmezikuwa, hii jambo haiwezi kusaidia. Haiwezi kusaidia kabisa. Na kwa taarifa yenu, ikiwa labda hamuko na hii habari, kwa sababu tu niko na tetesi ambayo inaaminika kabisa, kama mlikuwa mnajaribu kuzifanya hizo maiti mkazi haribu kwa mabahari ya karibu inakaribia na mavisiwa ya Komoro, tayari leo nimemwandikia barua Commander in Chief wa Komoro, Commander in Chief of Komoro Defense Force, ambaye pia ni bado peke zake ni rais, Bwana Azali Asumani, kumuomba kama asije kakubali kabisa kufanya mashirikizano na majeshi ama na serikali ya Tanzania juu ya kuweza kuchukua hizi mamaiti ambazo zimeuliwa. Hii jambo nimemwambia Commander in Chief wa Komoro kwamba hii jambo itakuja kumkutia yeye peke zake kwa mashida, kwa sababu sasa hivi dunia si kwa macho ya kawaida tu, tunatumia satellite kuangalia kila hatua ile Samia anachukua peke zake. Kila ile mguu anainua wa majamaa tunaona. Hii mpango
Nimemwambia Bwana Azali Assoumani ikiwa ni kweli basi tuko na hiyo taarifa, na asije kukubali kabisa kuzifanya maiti za mashujaa zetu ambayo imekufa kwa sababu tu ya kufanya taifa yetu ikuwe salama, akubali kuzivuruga. Nimemwambia rais wa Komoro kwamba ninafahamu kama yeye ndio commander in chief ya nchi ya Komoro. Pia vile vile kama ndugu zangu wamekuwa na taarifa ya kujua hii na wapa kidogo, kuna kitu inaitwa EASF, maana yake East Africa Standby Force. Hii East African Standby Force za kijeshi hii, hawa majamaa wa Komoro wapo. Na majamaa zake ya Komoro ambayo imehusiana kifamilia na watu za Zanzibar, na rais ya Tanzania ilienda Komoro na wakakuwa wako na uhusiano yao kifamilia kabisa, ziko na relationship ya Wazanzibari na acha Komoro. Tunaomba sana, nimemwambia Bwana Azali Assoumani kwamba hivi mimi na Bwana Azali Assoumani namwambia kama kwa barua tayari kuna kiapo nimepeleka ICC, pamoja na kuna mabarua zaidi ya maelfu imetoka kwa Tanzania kuisukuma ICC ifungue kesi rasmi kwa huyu Samia Suluhu Hassan. Nimeandika kwa barua ambayo nimepeleka kwa rais wa Komoro kumwambia kwamba ni bora tu akuwe anajijenga na kupigania watu zake za Komoro kuliko kuingilia hii jambo ambayo hakuna mtu peke zake yeyote ako na uwezo ya kuiokoa tena. Si jambo haiokoki tena. Kwa hiyo ndugu zangu, tunafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba hawa watu tunawaparalyze, sio tu kwa mifumo lakini kiakili pia. Kiasi kwamba leo wametokezana alfajiri na wakajaribu kutoa hizo maiti. Sijui lengo zao, wamezunguka nazo, wamezigawa kwa location tofauti za makambi, wajue kwamba tunaona hiyo mambo. Na kama kweli iko na mpango ya kupeleka kwa Makomoro, wajue huko sasa ikulu ya Komoro kwa mwenyewe Azali Assoumani iko na barua rasmi kutoka kwa Gen Z. Iko na barua rasmi kutoka kwa Gen Z, barua ile ambazo tumepelekea kwa Samia, na yeye tumempa barua ya onyo kali sana, kwa sababu mtu yeyote atakaye kuwa anatoa mchango moja ama mbili juu ya kuficha ushahidi yoyote ile hataweza kuwa salama kwa hii kipindi ambayo sisi tunataka haki yetu ilipo. Kwa sababu tu mimi naamini kwamba inawezekana wa jamaa za Tanzania bado wanaamini kwamba bado tunaishi kwenye wakati ya zama za mawe, na maybe wanahisi kwamba iko njia wanaweza wakazimazika haya maiti, ama wakayasaga kweli, ama wakayatia kwa bahari. Naomba kuambia kitu kimoja. Zipo teknolojia 7 ambayo dunia inatumia, na teknolojia hiyo inafahamika kwa UN protocol ya 2016. Teknolojia hiyo inatumika na Interpol DVI standards. Teknolojia hiyo inatumika na ICMP, maana yake ni International Commission on Missing Persons Standards. Teknolojia 7 hizo inatumika na inaaminika kwamba iko na uwezo kuona hata kaburi ambayo imezikwa watu 20 kwa pamoja. Tafadhali sana Samia Suluhu Hassan, ikiwa ziko majamaa yanakudanganya sana huyu Haji Omar Heri, kama labda uende kama ukayazike hawa majamaa ama vipi, usije ukacheza hiyo mambo. Kuna kitu inaitwa Ground Penetrating Radar, GPR. Hii iko na uwezo ya kudetect, ya kugundua ikiwa sehemu yote imewekwa maiti. Si kama imewekwa tu, kama imewekwa alafu hata ikatolewa baada ya masaa ama masiku, hii teknolojia inaweza kugundua kwamba hapa ilikuweko maiti. Na hii teknolojia ya Ground Penetrating Radar imewahi kutumika na bado inatumika na International Commission
on missing persons ambayo UN peke zake barua, kwa sababu generation hii ya Tanzania hatupeleki tu barua, tunakupigia na simu moja kwa moja. Hatukui na mastori ya kukupa barua baada zake uje utuambie mimi sijapokea ama imepotea ile barua. Tunakupigia na simu na bado yako unasema mbona hii namba unapiga sioni namba gani inakuja. Si muhimu uone hiyo namba inakuja, muhimu ujumbe yetu ifike. Njia ya pili, Samia Suluhu Hassan, ambayo inatumika kugundua makaburi ya wengi makaburi ya pamoja ambayo ya vificho, inaitwa Aerial and Satellite Remote Sensing. Samia Suluhu Hassan, hii teknolojia nakutajia iko na high resolution satellite image. Maana yake kama tutamuuliza ile magirls ambayo inatumia simu kwa sababu ya camera, anakwambia anataka kamera ambayo iko na high resolution. Maana yake akikupiga hii picha mpaka ile nywele yako anaona, inatoka picha kwa usafi ya hali ya juu sana. Tunaweza kuona maiti ile popote ambayo mnaweka. Solution peke zake ni kutangaza weke kwa uwanja ya taifa, zipange hiyo maiti, walike mtu ambaye ndugu zake ama familia yake imepotea, tuje tuchukue ndugu zetu, tufanye maziko kwa ile njia ya dini yetu na utamaduni yetu ile inataka. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Na hii siku tunatoa ni ndogo sana. Naomba watu ile inafanya kazi ya Ikulu Tanzania iwasiliane na Ikulu ya Komoro, iwaambie leo kama waulize, tambua tumewapigia simu Ikulu ya Komoro, tumewapelekea email kuwaomba isije kukubali kusaidia kutupa hii maiti za ndugu zetu. Hawa ndugu zetu ni mashujaa. Hawa ni mashujaa ambayo wanahitaji kuzikwa kwa wimbo taifa pamoja na mizinga ya majeshi 21 kwa kile ile maziko inafanywa. Samia Suluhu Hassan, kama bado unaendelea kudanganywa, kama hatuweza kuona njia nilikwambia ziko teknolojia 7, teknolojia 3 inaitwa Light Detection and Ranging LiDAR. Hii iko na uwezo ya kuvunja hata hizo rada zenu, kwa sababu naona hii unaweza kaambiwa labda tuzike kwa kambi jeshi, hii rada haiwezi kusoma, hii rada inaweza ikavungua hapo. Na nataja hivi kwa sababu tu na kuomba waulize wataalamu zako hizi mambo ni nini maana yake. Na sipendi sana mimi niwe naaminiwa kwa sababu ya maneno zangu. Mimi napenda sana kutaja vitu alafu peke zenu muende mukasome online, mtajifunza nini maana ya hizi mambo ambazo niko nasema. Na teknolojia ya 4 inaitwa Electrical Resistivity Tomography, ERT. ERT hii pia tunaweza kuona makaburi ile sehemu yoyote ambayo munazika kwa pamoja. Popote pale hii unaweka, sisi tunaweza kufikia. Na teknolojia nyingine inaitwa McTemory, na nyingine 6 inaitwa Forensic Canines, na nyingine inaitwa DNA Identification. Kwa maana hiyo, naomba kuthibitisha kwamba hii teknolojia 7 ambayo nimetaja, ambayo iko na uwezo ya kuona makaburi yoyote iko kwa pamoja, maiti zozote ambazo zikiwa kwa kufichwa, ni teknolojia ambazo ni international standard referenced. Maana yake ni teknolojia ambayo iko na vigezo vya kimataifa na zinatumika kwa vigezo za kimataifa. Kwa mfano, zishawahi kutumika na UN Minnesota America Protocol ya mwaka 2016. Ishatumika pia na Interpol DVI Standards. Ishatumika pia na International Commissioner of the Missing Persons Standards. Kwa hiyo naomba sana usije kuwa unakubali kudanganywa ama kushauriwa hizi mambo za watu primitive, hizi mambo za watu ambayo bado wako kwa zama za mawe. Kwa mara ya mwisho, kabla sijakuwa hapa kutoa taarifa ngumu sana leo, naomba kutoa wito ya mwisho kabisa. Achia hizo majamaa ulioua. Tangaza Thursday tuje tukutane kwa uwanja kwa kila ile mkoa,
tupangie maiti zetu, peke zetu tutachukua, tukazike kwa dini yetu, tukazike ile culture yetu, vile peke zetu tunapenda, kwa sababu hao majamaa ni mashujaa. Tafadhali sana, tunaomba mpaka Friday kila mtu akuwe na maiti yake. Kama hiyo jambo utakuwa umekubali kuifuata, athari mafungu kwenye kambi ya jeshi. Baada ya kusikiliza Abiri jana, anasema kuna satellite aina 7 za kumonitor tu, watakwepea wapi? Na ameshaona mpaka dakika hii, ameona zimepelekwa wapi na wapi na wapi. Na wakibisha wanapigwa ile ya mwisho, ile ya ngapi, ile si ya 5, ile ni kiboko, ile ya 5 ile inaingia mpaka alizini. Ile ndio itawamaliza ile. Sema ndio sijazishika kwa mpaka mafuvu. Lazima tujue na mafuvu. Sijazishika kwa kizungu. Lakini kuna ile ya 6 si ya 5 hivi. Ile kiboko kuna dadeki ile. Ile ni kiboko. Yaani ile ndio imewapeleka wakashusha na live kuna ile. Kuda dadeki. Kwanza hebu nyie, Mungu ni mkubwa. Tuombeni Mungu. Alafu kichwa kama hiki kiko nje. Alafu Babu Tale na Baba Levo wako bungeni. Kia Mungu Babu Tale na Baba Levo wako bungeni. Mnaacha kichwa kama Abiri. Tanzania hiyo. Hata kama alikuwa ameenda nje, mnashindwa kuwapeleleza watu wenu walioko nje. Mbona hao wakuokoteleza wakuja kucheza mpira, mliokoteleza wacheza mpira mkaleta huko? Kwenye mpira mnaokoteleza huko Ulaya. Wasomi kuja kuwabadilishia nchi, mnataka tu wakuja kupiga penalty. Hao ndio mtawamudu kwa sababu hawana madhara. Watu kama akina Abiri wana madhara mkiwakaribisha bungeni. Mnaokoteleza wachezaji, kuna mchezaji namuona Mtanzania lakini ni Muhindi. Hao mnataka. Na mtawakuta mtu huyo ni Mtanzania, lakini leo unabiri mnamkosoa mara ni roboti, mara hivi. Na yule anayechezea timu ya taifa aliyofunga goli juzi. Anyway, Abiri amesema tupige leo. Tujapiga kinanda leo. Kinanda cha muhimu sana kwa kweli, umenikumbusha kweli. Kweli kinanda leo ni muhimu sana. Okay, tutakaribisha watu wawili kwa sababu wamembani dakika 30. Tupige nondo kwanza hapa afu anarudi tena. Hamna kupoa. Tap the screen, mliopo hapa zidini kuambia watu waje, tuna nondo za kufa mtu. Tumeshaona kumbe maiti bado ni nyingi sana. Hizi mnazoona ni chache. Ni kweli wenda wamefika watu 20,000 mpaka 30,000. Ni kweli wameua watu karibu 20,000 mpaka 30. Tap the screen, pigeni manondo, tunapandisha watu dakika 2. Jitahidini basi na nyewe wa dakika 2. Unajua mimi kumshusha mtu basi naonaga aibu. Narudia, mimi huwa naona aibu eti kukuambia basi naona aibu. Angalia saa nitaka kupandisha hapa. Angalia saa. Ujishushe mwenyewe. Mtakuwa mnanilaumu bure. Sababu kila unayempandisha hapa anaongea mpaka mimi tena nimwambie. Sasa mimi naona aibu eti toka. Sasa inakuwa kama unafukuza mbwa. Angalia tu time tu pale, unapiga ile kisomi kama Abiri pale. Na wapandisha saa hizi. Angalia saa, utakaye kupandisha na angalia saa. Faster. Kwanza ngoja nipandishe maombi. Piga maombi kwanza hapo East Africa. Alafu share jiandae huko chini. Kwanza tupige maombi kwanza. Maana ushindi na uona kama upo. Nilikuwa sijakuona. Karibu. Okay. Jamani, naomba tuombe.
Mtakatifu Mungu wetu ketie mahali pa juu sana palipoinuka, tunakushukuru Bwana kwa kuwa ni mwema. Asante Bwana kwa kuwa ni mwaminifu. Ninakushukuru kwa maana Bwana Yesu neno lako huwa lidondoki bure. Ulisema katika neno lako ya kwamba hakuna kitu ambacho kitateteka sirini nacho kitabaki huko, bali kila kitu kitakuwa peupe, bali kila kitu Bwana utakiweka peupe. Tazama neno lako Bwana limekwisha kutimia kupitia mtumishi wako Abili, kupitia akili ambazo Baba ulimpa, yote ameyafunua na yamekuwa peupe. Walipokuwa kiafanya walifanya kama ni siri, lakini Mungu kutaka iwe siri. Tazama hata sisi ambao tukustahili kujua tumepata kujua. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako ambao Bwana umeendelea kutuangazia kila siku za maisha yetu. Asante Bwana Yesu kwa maana umeendelea kupiga msasa akili zetu na fahamu zetu, nazo Baba zinaendelea kuelewa ni kitu gani ambacho wanatuficha katika nchi. Asante Bwana Yesu kwa maana utaendelea kupanga mipango yako na itakuwa katika ili, kwa sababu wewe ni Mungu wa haki na unaketi katika haki. Asante Bwana Yesu kwa maana mkono wako utaendelea kunyoshea watu wako ambao Bwana umewaandaa katika kuendeleza hiyo operation. Ninakushukuru kwa maana Bwana Yesu utaendelea kuwajaza fahamu, utaendelea kuwajaza uelewa, utatanua fikra zao na akili zao zitapata kujua kile ambacho Baba unatakiwa kujua. Asante Bwana Yesu kwa maana tunahitaji ulinzi wako uendelee kuwafunika kama vile kuku afunikavyo vifaranga vyake, ndivyo ambavyo Bwana uendelee kuwakumbatia. Tazama adui anasaga meno kwa ajili yao. Tazama adui Bwana wamekunja ndito wakitamani kumeza, lakini tazama neema yako inakwenda kumfunika nao hawatapata kumuona. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambaye yupo kwa ajili ya kuikomboa Tanzania. Asante Bwana kwa maana hautaenda kumpungukia, bali neema yako na nguvu zako zitaendelea kuwa juu yake. Baba tazama kila mmoja mmoja aliyoko mala hapa, hata wale ambao vichwa vyao ni ngumu, kapate kufungua fikra zao na akili zao zikapate kuelewa kile ambacho Baba kinaendelea mara hapa. Ninakushukuru kwa maana Bwana Yesu zile akili za machawa unakwenda kuzifinya, nazo Baba zinakwenda kutanuka, zinakwenda kuelewa ni kitu gani ambacho Baba kinaendelea katika nchi yao. Asante kwa maana hawa vijana wanaojiita UVCCM Bwana Yesu unakwenda kupiga msasa fikra zao, nao watakwenda kuelewa ni jambo gani ambalo Bwana linaendelea katika nchi yao. Hautanyamaza uliye mfalme wa haki, kwa maana wamenyamazisha wachache, lakini Baba umeinua wengine ambao hata tukuwatarajia. Hiyo ni kwamba mapenzi yako lazima yatimie. Tazama Bwana Yesu hautanyamaza mfalme wa ajabu. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wote ambao Bwana wanakwenda kunyenyuka kinyume na elimu yako juu ya Abili na juu ya kila mmoja mmoja anayepambania Tanzania, mawazo yake na fikra zake na njia zake hazitafanikiwa. Asante kwa maana Bwana Yesu unakwenda kuwatupilia mbali, unakwenda kuwapiga upofu hawatapata kuwaona, unakwenda kuwachafulia usemi hawatakwenda kuelewana wao kwa wao. Tunatangaza vita juu yao, upanga ukapate kuwa juu yao, wakateketezane wao kwa wao, wakageukane wao kwa wao, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu nikiomba nikishukuru katika yote, nikiamini kwamba Bwana unakwenda kujibu, maana umesema lolote takaloomba kwa jina lako tuamini kwamba tumekwisha kupokea na limekuwa letu. Nasi Baba tumeomba kwa jina lako, tunaamini kwamba tumekwenda kupokea. Ni katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu nikiomba nikishukuru katika yote. Amen. 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 Maombi safi kabisa. Dada yetu East Africa. Kaka Sama, kabla sijashuka dakika mbili zangu ili ziende vizuri, nataka niongee tu kitu kimoja, niwakumbushe wa Tanzania tuko 2000 hapa. Wa Tanzania tuhakikishe hatununui simenti kutoka kiwanda cha hiki kiwanda kilichoshiriki kusaga watu wetu, kinaitwaje? Hatununui simenti zao, ziwadodee huko kiwandani. Wao wameshiriki katika dhambi hapa, kwa hiyo simenti zao ziwadodee huko. Kinaitwa nini? Twiga simenti? Sijui kinaitwa kile cha Wazoni. Yes, Twiga ni Twiga cement. Atununui simenti zao. Jamani, make sure Twiga simenti zao ziwadodee huko. Mimi nimemaliza kaka Sama, asante. Ngoja nishuke wapande wengine. Safi kabisa. Asante sana. Inaingia kipindi cha comment. Haya, kila mtu aandike comment anakotoka. Kinaingia kipindi cha DJ comment. Aandike mtu comment anakotoka kuhamasisha maandamano ya tarehe 9.
Tunahamasisha maandamano ya tarehe 9 kupitia DJD. Tutahamasisha maandamano ya